Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. So tutaangalia kuhusiana na somo la 7, sehemu ambazo Mungu anataka zisisitizwe, kwa sababu kuna mambo mingi sana Roho Mungu aligusia na ufunuo nyingi sana ilikuwa tunaona. So ni vizuri sehemu ambazo Mungu anataka zisisitizwe ziangaliwe, kwa sababu itakuwa upuuzaji mkubwa sana kama hata angalia sehemu hizo. Kabla tuangalie, ni vyema tuamini, tuombe. Mtakatifu wa Israeli, Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, juu yako hakuna mwingine isipokuwa ni wewe mtakatifu. Mungu, asante kwa sababu ufanye kazi na mawazo ya mwanadamu, na hata kunapoingia mawazo ya mwanadamu Mungu unajitoa. Mungu, jinsi nilivyokuwa tukitambua kwa nini Abrahamu alikaa miaka 25. Mungu, kumbe ulikuwa unahamisha moyo wake kutoka kwa mwili kuingia katika ulimwengu wa roho Bwana. Ilikuwa unashughulikia Bwana mawazo yake na hata njia zake Bwana. Abrahamu ndo alikuwa ameshikilia njia zake Bwana, ndipo Isaka hata akachelewa Bwana, kulingana na maandiko ya kulingana na moyo ambao Mungu anauleta wazi Bwana. Mungu, jitukuze Bwana. Nenda ukaondoe kutokuamini Bwana, ambao ni adui mkubwa wa ahadi zako Bwana, kama vile tumeziona kwa Abrahamu Bwana. Mungu, licha kwa Abrahamu Bwana alifanyika baba wa imani, lakini hakufanyika baba wa imani kwa siku moja, ilikuwa ni safari Bwana. Uzidi kutufundisha Bwana kwamba tunaposikia kuhusiana na Abrahamu, hata tunapoona Lazaro akienda kwa kifua cha Abrahamu Bwana, tusifikirie tu kwa haraka Bwana kwamba Abrahamu aliamini tu basi akafanyika baba wa imani Bwana, lakini tuone Bwana kwamba ulivunja moyo wake Bwana, maana neno lako ni kama nyundo Bwana. Ulikutana naye kwa mikutano mingi Bwana, hata ukamletea mmoja wa uzao wake hata kabla Sara kujifungua Bwana, lakini bado Abrahamu alikuwa na moyo mgumu Bwana. Haikuwa siku moja Bwana, kwani baada ya miaka Bwana, ili Bwana mioyo yetu izidi kuvunjika na kupondeka Bwana. Tujue katika hii safari ya wokovu Bwana, ni safari ya imani, ni safari ndefu ya Mungu, na kila siku Bwana unapotuongelesha tunapaswa tuzidi kukuamini, lakini si kusonga nyuma Bwana. Na kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba na tukisadiki. Amen. Amen. So, moyo wa kwanza kabisa tunaangalia Mathayo 1 mstari wa kwanza na wa pili. Tukiona kwamba ni Mungu anataka kumleta Yesu Kristo duniani. Lakini sasa ili Mungu amlete Yesu Kristo duniani, lazima angalie ukoo ambao Yesu Kristo atapitia. So Mungu anasema nimempata Abrahamu. Mungu anamuita Abrahamu. Mungu akimwita Abrahamu, Mungu anamuita kwa sababu Mungu ako na kitu ambacho tayari amewaza na amekusudia. Mungu ako na mpangilio wa kumleta Yesu. So Mungu akimwita Abrahamu, Mungu hahitaji usaidizi kwa Abrahamu. Mungu hahitaji chochote kutoka kwa Abrahamu. Mungu anahitaji tu Abrahamu atii. Alafu Abrahamu ajue moyo wa Mungu. Alafu Abrahamu apumzike katika mpangilio ya Mungu. So si Abrahamu alimuita Mungu. So Abrahamu hafai kung'ang'ana kumzaa Isaka. Si Abrahamu ako na mpangilio wa kumleta Yesu duniani. Hiyo yote ni mipangilio ya Mungu. So Abrahamu anafaa jua hilo na apumzike, hata mwanzo kabisa apumzikie hapo. Maana Abrahamu hawezi mzaa Yesu Kristo kwa nguvu zake. Sara hawezi kumzaa Yesu Kristo kwa nguvu zake. Nani atamleta Yesu Kristo duniani? Ni Mungu. Lakini Mungu anataka kumtumia Abrahamu amzae Isaka, Isaka Yakobo, Yakobo makabila 12, kabila 12 Yuda kizazi kiendelee, Perez, Zera kiendelee kabisa mpaka kwa Mariamu. Alafu kwa nguvu za Roho Mtakatifu Yesu Kristo apitie Mariamu kupitia ukoo wa nani? Wa Abrahamu, ukoo wa Daudi.
So kuanzia mwanzo kabisa Abrahamu angeanza kupambanua, mbona Mungu ananiita? Mungu ako na mpangilio wa kumleta Yesu duniani. Basi hiyo si kazi yake. Basi apumzike. So Abrahamu akutambua hizi. Ndio maana Abrahamu alikuwa anasumbuka. Na sana sana sisi tunasumbuka kama hatujui mipangilio ya Mungu. Haujui ahadi ya Mungu, utasumbuka kweli. Askari mmoja feri wawili. Askari wa feri watu wasumbuana nao sana kuhusiana na mahubiri. Hata wakituangalia naona kama mashetani anawatumia. Ona, kwa sababu juzi nyuma nilikuwa nikishiriki mahali angapo ilikuwa tu sawa. Tukishiriki masaa kama 3 hivi. Askari mmoja akaniita. Wakituita tu, akikuita tu kitu cha kwanza unajua tu hakuna kitu mtaongea. Anajifanya mzuri alafu anakuambia sasa ondoka. So watu waona kama mapepo. Unasema Mungu alinionyesha ni kando ya feri, lakini hapa karibu na baharini. Hapo hawezi kukusumbua. Na nimekuwa nikishiriki huko sana. Mungu amekuwa akipatiana neema sana. Hapo usumbuliki. Sasa nilipokuwa naendelea kushiriki, roho nyingine ikaja, nimeshiriki hapa sana na kwa sauti. Huenda shetani ataanza kuwazungumzia wale management, alafu atumie askari. Licha kwa pale ni haki yangu. Haki ya Mungu pale kwa pale. Maana si mipaka yao, haiwahusu. Niko na hili wazo nasema wakijaribu kuniita wanisumbue, nitaambia sitaki usumbufu wao, mmenisumbua sana. Hapa ni mahali Mungu ameniweka na hapa munitoi. Hata ndani ya moyo sasa. Hata watu wanaitwa fanya fujo uone. Wale wanapiga hata waje hapa wanitoi. Sasa ndani ya moyo nasema hivi. Kumbe kwa upande mwingine Mungu ananionyesha kitu, uko na kiburi sana. Mungu ananionyesha uko na kiburi wewe. Nafasi amenipatia kweli na hawajanisumbua huku nyuma. Lakini ile saa zingine utaona umeenda sana kiasi kwamba useme huenda hawa sasa wanaanza kusumbuka. Hawa sasa wanapanga kunitoa hapa. Amini usiamini, kaka karibu masaa 1:30 mpaka 5:30 hivi. Sasa ile ya 5:30 maskari wawili kiendelea kushiriki kwa uwezo wa Mungu. Hey, njoo. Nikawa najua tu tayari. Haya ni yale nimeyafikiria, nao wananiita wanze niambia kwa upole, alafu mwisho ananiambia ondoka. Na tayari nimesema hapa siondoki. Kaambia hapana. Mpaka wa feri huko si mipaka yenu. Fanyeni kazi yenu, mimi niendelee kufanya yangu. Akaambia njoo ni sadaka. Bwana. Sasa kwa maindi yangu nikasema si lile wazo nimekuwa nalo. Nikaenda, akaambia sisi hatujapanga kukufukuza wewe, hatujapanga kukufukuza. Ilikuwa ni sadaka, ilikuwa nataka nikupatie. Nimekuwa kule nasikia neno linanigusa, nikasema hapana. Wacha nije nikununulie maji. Bwana. So kwa mawazo yangu nilikuwa najua tayari hawa wana ile mipangilio yao. Lakini haikuwa hivyo. So mimi nilikuwa wrong. Mimi nilikuwa nasumbuka bure kwa moyo. Unaona? Hata nashukuru mmoja wao akaniambia ukiitwa unaitika tu. Alafu akaniambia sawa. Wewe endelea ushiriki. Lakini akaniambia wacha kiburi. Nikasema nashukuru Mungu. Nikakaa nikaanza tafakari hili neno. Kumbe ni Mungu ananiambia niwache kiburi kupitia huyu askari. Nikasema kumbe Mungu akishakupatia mahali unafaa uamini amekupatia. Usiruhusu mawazo mengine yafanye nini? Ya kusumbue. So, nimetoa mfano nikionyesha na Abraham. Abraham atasumbuka miaka 25 kwa sababu Abraham hajajua exactly Mungu anataka nini na maisha yake. Lakini angejua, mimi pia ningejua hapa mahali Mungu ashapatiana, nimekuwa hapa kwa muda kidogo. Sasa hawa maskari wananiitia hoja nyingine. Ingekuwa tu rahisi kwa moyo wangu. Lakini naambia hapana. Nyinyi fanyeni kazi yenu, wacha mimi nifanye kazi yangu huku. Nikimaanisha kazi ya Mungu. Waona sasa huu moyo haukuwa sawa, ni kwa sababu vita vilikuwa vinaendelea kwa moyo. Ni kwa sababu naona Mungu amenipatia kweli, lakini ametupatia mahali pale. Lakini sasa
hawa pia watauzungumzwa na shetani, wataingilia hapa kama vile wanafanya, lakini haikuwa hivyo. So wewe huu moyo wafanana na moyo wa Abrahamu. Wakati Abrahamu hajajua kwamba ni Mungu anataka kumleta Kristo kupitia ukoo wake, Abrahamu atang'ang'ana kutoa mtoto. Atang'ang'ana, ataanza kuangalia miaka yake. Ataanza kufikiria hizi nyota, watoto watatoka vipi? Ataanza kufikiria vumbi. Ataona hapana, haiwezekana, atakuwa na vita. Lakini akijua moyo wa Mungu ni nini, atapumzika. So tunaweza angalia Mathayo 1:1-2. Mathayo mtakatifu 1 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 2. Habari za ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Abrahamu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Abrahamu akamzaa Isaka, Abrahamu akamzaa Isaka. Hivyo ndio Mungu anasema Abrahamu akamzaa Isaka. Huo ndio ujumbe kwa uwezo wa Mungu wa masomo ilikuwa tunaliangalia. Kutoka hapo tutaangalia kitabu cha Abrahamu amemzaa vipi Isaka. Mungu alimuita. Huu ni ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Waona hiyo mwana wa Abrahamu. Hiyo mwana wa Abrahamu ni muhimu kwa sababu Yesu kuwa mwana wa Abrahamu lazima Abrahamu amzae nani? Isaka. Sawa sawa. So Mungu anataka kumfanya Yesu kuwa mwana wa Abrahamu. Sawa sawa na Matthew 1:1. Yesu huu ni ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Yesu anafanyika vipi mwana wa Abrahamu? Lazima Mungu amuite nani? Amuite Abrahamu. So Abrahamu akifahamu hili itakuwa rahisi, lakini Abrahamu kama atafahamu hili itachukua muda. Sote tusome Genesis mahali Mungu anamuita Abrahamu. Genesis 12:1. Mwanzo 12 kuanzia mstari wa 1. Bwana akawa amemwambia Abrahamu, ondoka katika nchi yako, waache watu wako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Mungu anamuita Abrahamu. So ni kwa nini Mungu anamuita Abrahamu? Unafikiriaje maipi? Samu unafikiria? Mungu anamuita Ibrahimu kwa sababu anataka atayarishe kuja kwa Yesu Kristo. Mungu anamuita Abrahamu ili afanye Mathayo 1:1. Huu ni ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. So Mungu anataka kumfanya Yesu mwana wa Abrahamu. Sawa, atamfanyaje Yesu mwana wa Abrahamu? Lazima amuite Abrahamu, alafu Abrahamu amzae Isaka. So Mungu akimuita Abrahamu, Mungu anataka kufulfill, anataka kutimiza Mathayo 1:1. Ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Yesu anaitwa mwana wa Abrahamu. So Mungu akimuita Abrahamu, ataanza tu na Yesu Kristo, ataanza na Isaka. Alafu Isaka itaendelea mpaka atafikia kuja kwa Yesu Kristo kupitia Mariamu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. So tukisoma Genesis chapter 12:1, Mungu anapomuita Abrahamu hatuna shaka, tunaona Matthew 1:1. Sawa sawa. Naona Matthew 1:1. Najua anataka kumleta Yesu Kristo kupitia nani? Abrahamu. So Abrahamu anafaa pumzike ama si pumzike? Anafaa pumzike kwa sababu Mungu lazima atamleta Yesu Kristo duniani. Na Abrahamu anafaa na uhakika kwamba Mungu atamleta Yesu. Na Mungu lazima atamleta Yesu. Na kama Mungu anamleta Abrahamu ili kupitia Abrahamu Yesu azaliwe, basi ni jambo la kupumzika hili. Ni jambo la kuacha juhudi ya Mungu ifanye hiyo kazi yote. So tukiangalia Matthew 1:1 tumesoma Matthew Genesis chapter 12:2. Mwanzo 12 mstari wa 2.
mimi nitakufanya taifa kubwa na nitakubariki, nitalikuza jina lako, nawe utakuwa baraka. Yeah. Hapo kuna siri ambayo tunaangalia. Mungu anasema I will make you, I will make thee a great nation. Mungu anasema mimi nitakufanya. Mimi nitakufanya. I will make thee a great nation. I will bless thee. Mstari wa 3 pia anasema I will bless them that bless thee. Tunaona Mungu anasema nitakufanya. So si kazi ya Abraham kung'ang'ana kumtoa Yesu Kristo. Si kazi ya Abraham kuleta hili taifa kubwa. Mungu anasema I will. I will. I will. I will. Acha kuangalia, lakini ukiangalia Ezekiel, angalia Ezekiel 28, natumai Isaia ndio inaleta sawa. Isaia 14 ni sawa, angalia Isaia 14. Isaia 14, Isaia 14 iko sawa. Usifunge Genesis. Isaia 14 unaweza soma waweza anza 12. Isaia 14 kuanzia mstari wa 12. Tazama jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya asubuhi, mwana wa mapambazuko. Umetupwa chini duniani, wewe uliyepata kuangusha mataifa. 13. Ulisema moyoni mwako, nitapanda juu hadi mbinguni, nitakiinua kiti changu cha enzi juu ya nyota za Mungu. Huyu ni Ibilisi anasema nitapanda juu, I will ascend. Nitapanda juu, I will ascend. 14. Okay, anza 13. Isaia 14:13. Ulisema moyoni mwako, nitapanda juu. Ibilisi alisema moyoni mwake nitapanda juu hadi mbinguni. Hadi mbinguni. Biblia Kimombo inasema for thou has said in thy heart, I will, I will ascend into heaven. Nitainua kiti changu cha enzi juu ya nyota za Mungu. Ya Kimombo inasema I will exalt my throne above the stars of God. Stars ni malaika. I will. Nitaketi nimetawazwa juu ya mlima wa kusanyiko, kwenye vimo vya juu sana vya mlima mtakatifu. I will sit also upon the mount of congregation in the sides of the north. I will. Unaona I will. Mara ya kwanza unaona I will. Mara ya pili unaona I will. Mara ya tatu ukiangalia verse 14, tafadhali. 14. Nitapaa juu kupita mawingu. I will ascend above the heights of the clouds. Nitajifanya kama yeye aliye juu sana. I will be like the most high. Unaona I will. Huu ni moyo wa shetani. Shetani anataka kujienua sana, ajienue, afanye jina lake liwe juu kama Mungu aliye juu kabisa. So unaweza ona moyo wa shetani ni I will. Ni yeye anataka kuwa. Lakini tukiangalia Genesis chapter 12 verse 2. Mwanzo 12 kuanzia mstari wa 2. Mimi nitakufanya taifa kubwa. Mungu anasema I will. Ni Mungu sasa. Mungu anasema I will. So kile ambacho shetani wanafanya, Mungu licha ya kuwa atamwambia, Mungu anamwambia Abraham I will. Mungu anamwambia Abraham mimi Mungu
Mungu atamfanya Abrahamu. Lakini shetani anaingiza moyo kwa Abrahamu. Alafu Abrahamu aondoke kwa Mungu, alafu Abrahamu atake kufanya yeye sasa. Yeye sasa I will. Hivyo ndio shetani wana twist. Shetani anaika doubt. Shetani akiweka doubt, anaondoa ile I will ya Mungu, alafu shetani anakupatia I will yake. Sasa unakuwa wewe unataka kumtoa Isaka. Abraham sasa ndio anataka kumzaa Isaka kwa nguvu zake. Unajipata Abraham anaenda Misri, anaenda okota Haga kule, anamleta ndani ya nyumba. Haga anaza mwili, anaza Ishmaili. Si mpangilio wa Mungu huu. Ni wakati wanang'ang'ana, hapo ndio shetani anaingia. Alafu anaika I will, anakuambia hii ni ngumu sana. Hebu fanya hivi. Sasa inakuwa ni wewe unafanya badala ya kutegemea promise ya Mungu. Na Mungu ataendelea kuvunja hiyo I will yako. Hiyo I will ya shetani iko ndani yangu na iko ndani yako. Mungu ataendelea kuvunja mpaka iondoe kabisa. So Esau unaume wa I will ni wa shetani tangu mwanzo. Ni jambo umekuwa ukiliombea, unangoja Mungu. Pengine katika ndoa sana sana. Unangoja Mungu. Alafu inafika mahali unaona wengine wanaolewa, wengine wanaoa, unaona umri unaenda. Unasema hapa ni hatari. Mungu tayari alikuwa ashaanza na wewe. Lakini kuna kitu Mungu anavunja ndani ya moyo wako ndio akupatie bwana ama akupatie bibi. Lakini unafika unaona hapana, nimechelewa. Nasema sasa hata mtu yote akija mimi na mtu anakuja hata amuogopi Mungu, wewe kweli umeokoka. Na nakushawishi tu kwa sababu umechoka kungoja, unaingia kwa I will yako badala utulie katika I will ya Mungu. Leo inafanyika sana. Zaidi yote kama mwili unakusumbua, kwanza mahitaji ya mwili. Hapo ndo kuna changamoto kubwa sana. Hapo kuna changamoto kubwa sana. Naje umengoja alafu mrashi aje akwambie anataka kukuoa. Aje tu mrasha. Asime anataka kukuoa kweli. Huyu malaya wa kirasha ambaye anazunguka nchi akilala na wanawake. Okay, ni wakike sasa. Jiweke katika hiyo kiatu. Wewe ni mwanaume umengoja. Alafu mrasha wa kike amekuja wa kimombo, ako na pesa. Akudanganya tu anataka mfunge pingu za maisha. Wewe utaona huyu ndio yule ambaye Mungu amenipatia. Kumbe si mpangilio wa Mungu. So hii I will ndio ilimsumbua Abrahamu pia. Waweza endelea mstari wa pili. Genesis 12:2. Kitabu cha Mwanzo 12 mstari wake wa pili. Mimi nitakufanya taifa kubwa na nitakubariki, nitalikuza jina lako, nawe utakuwa baraka. Yeah. Nitawabariki wale wanaokubariki, na yeyote akulaanie nitamlaani, na kupitia kwako mataifa yote duniani yatabarikiwa. Ya hapo Abraham alikuwa pumzike, I will ni Mungu atamfanya. Tukiangalia mstari wa 4, Naweza kusoma mstari wa 4. Hivi Abrahamu akaondoka kama Bwana alivyokuwa amemwambia, naye Loti akaondoka pamoja naye. Wakati Abrahamu alipoitwa aondoke Harani, alikuwa na miaka 75. Ya ukiangalia miaka ya Abraham ilikuwa 75. Na tukaangalia pia ya Sara ilikuwa 65. Tulijuaje miaka ya Sara? Tukiangalia 17 Genesis Mwanzo 17 mstari wake wa 17. Abrahamu akaanguka kifudifudi
akacheka na kusema moyoni mwake, je, mtu wa miaka 100 aweza kuzaa mwana? Je, Sara atamzaa mtoto katika umri wa miaka 90? So Abraham na Sara walikuwa wameshindana kwa miaka 10. Abraham anasema mtu wa miaka 100 na Sara miaka 90. So miaka ilikuwa ameshindana na 10. So tukirudi katika Mwanzo 12 mstari wa 4, ikawazi kwamba Abraham alikuwa na 75 Mungu akimuita, na Mungu alikuwa anataka ampe Abrahamu mtoto haraka iwezekanavyo, lakini bado kulikuwa na shida ndani ya moyo wa Abraham. Abraham akiitwa baba wa mataifa na pia akiitwa baba wa imani, usifikiri kwa kukutana na Mungu siku moja na kufanyika baba wa imani. Venye tunafikiria haraka, kwa sababu maandiko inaweza kucompress. Maandiko haiwezi kukuonyesha inakuonyesha kwa imani, lakini haiwezi kukuonyesha siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, inajumuisha. So yafani kwa uwezo wa Mungu nikisoma maandiko nikisoma alikuwa na 75. Inafaa wewe mwenyewe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu uzidi kupambanua hii miaka 25. Inamaanisha kuna mambo mengi sana alifanyika hapa. Nayo ndio Mungu alikuwa anashughulikia, Mungu ndiye alikuwa anapunja. So Abrahamu na Sara wakiitwa walikuwa tayari ni wazee. Tukaangalia Zaburi 90 mstari wa 10. Mungu anaongea kuhusiana na umri wa mwanadamu kuishi. Umri ni 70, tukiwa na nguvu ni 80. Abraham tayari yuko na 75. Abraham tayari amepita ule umri ambao mwanadamu anafaa ishi. Sara pia yuko na 65, bado miaka 5 peke yake. Na hii ahadi inakuja, Sara anaweza kufikiria Abrahamu ni mfu, Sara bado miaka 5. Ulingana na maandiko Zaburi ni mfu pia, bado miaka 5 awe mfu. Sasa katika hii miaka 5 atashika mimba ngapi azae watoto ambao ni wengi mpaka watoshe kujaza taifa? So ukichukua mahesabu kama mwanadamu ndio utatoka katika mpangilio wa Mungu. Mwisho siku utasema Mungu jambo hili haliwezekani. Kwa sababu ni mimba ngapi Sara anahitaji abebe kutoka kwa Abrahamu ndio ajaze taifa? Ya taifa ni kama Kenya. Mimba nyingi sana. Mimba nyingi sana. Hata ziende 10 za mapacha, 10 bado hili jambo haliwezekani. So tunaweza soma Zaburi 90 mstari wa 10. Siku zetu za kuishi ni miaka 70. Ikiwa tuna nguvu ni miaka 80. Lakini yote ni ya shida na taabu, nayo yapita haraka nasi tutoweka. Tukiangalia Abrahamu amepita 70. Sara bado 5. Ainge katika hicho kipimo. So Abrahamu ni mfu mbele za Mungu na Sara pia ni mfu mbele za Mungu. Tukisoma mahali Sara na Abrahamu wanakuja kupata mtoto, ni alikuwa na 100 Abrahamu na Sara alikuwa na 90. So hawa tayari ni wafu ukipitisha hicho kipimo ambacho tumekiangalia. Maana Zaburi inasema akiwa na nguvu 80. Sawa, Abraham yuko na nguvu, basi mwisho wake inafaa iwe 80. Lakini tunaona Mungu anahakikisha amefika paka 100. So Abraham akifika 100, Abraham ni mfu 100% kulingana na maandiko. Sara pia 90, amepita 70, amepita 80. So Sara pia ni mfu. Warumi 4 mstari wa 19 inaeleza Abraham na Sara ni wafu mbele za Bwana. Warumi 4 mstari wa 19. Warumi 4 mstari wa 19. Abrahamu hakuwa dhaifu katika imani
Abrahamu hakuwa dhaifu katika imani hata alipofikiri juu ya mwili wake ambao ulikuwa kama uliokufa, kwani umri wake ulikuwa unakaribia miaka 100, au alipofikiri juu ya ufu wa tumbo la Sara. Utumbo wa Sara. Lakini Abrahamu hakusita kwa kutumaini ahadi ya Mungu, bali alitiwa nguvu katika imani yake na kumpa Mungu utukufu. Kuna maandiko inasema, Biblia yako inasemaje? Abrahamu hakuwa dhaifu katika imani hata alipofikiri juu ya mwili wake ambao ulikuwa kama uliokufa, kwani umri wake ulikuwa unakaribia miaka 100, au alipofikiri juu ya ufu wa tumbo la Sara. Ufu wa tumbo la Sara. Abrahamu mwili wake umekufa, na pia Sara tumbo lake pia limefanya nini? Limekufa. So ni wafu wawili. Kwa nini Mungu anatumia wafu wawili? Sara amekufa, Abrahamu amekufa. Ili Yesu Kristo azaliwe ndani ya moyo wa mwanadamu, lazima kila kitu cha mwanadamu kifanye nini? Kife kabisa. Wokovu ni Yesu Kristo. Salvation ni 100% faith kwa Yesu Kristo. Wokovu ni 100% ile kazi ya Yesu Kristo. Mwanadamu lazima afe kwa ulimwengu wa dhambi, akiri dhambi zake, ageuke, alafu ageuke kutoka kwa haki zake zote. Maana haki zake, matendo yake mema haiwezi kumsaidia chochote, haiwezi kumpatia wokovu. So lazima 100% kila kitu chako kiondoke. Mungu anaondoa kila kitu cha Sara, kila kitu cha Abraham, ndio Yesu Kristo apate kuzaliwa. So hiyo ndio salvation. Salvation ni 100% kazi ya Yesu Kristo. Hiyo pia ni mojawapo ya injili Mungu alikuwa anatuhubiria. Pia Mungu anaonesha nguvu zake za ufufuo. Abrahamu ni mfu, Sara ni mfu. Hakuna kitu kinaweza zaliwa kwao. Lakini Mungu anaruhusu Isaka aweze kuzaliwa. So Isaka akionekana, anaonekana amefufuka kutoka wapi? Kutoka kwa wafu wawili. Abraham amekufa, Sara amekufa. Isaka atazaliwaje kwa hao wafu wawili? Mungu anaonesha nguvu za ufufuo. Nguvu za ufufuo. Mahali nimeshindwa, nimefika mwisho kabisa. Mahali umefika mwisho kabisa, ndio Isaka anaonekana. Hii ni nguvu ya ufufuo. Yesu aliyekuwa msalabani, ilikuwa lazima Yesu Kristo afe. Yesu lazima afe ndio uzima wa milele uzaliwe. Ni hivyo na Abrahamu na Isaka. Abrahamu amekufa, Sara pia amekufa. Tumbo lake halipokei tena, halina tena mayai. Ndio maana periods hazionekani tena. Lazima kuwe na mayai. Ndio kama mbegu haijafika, ili yai linapasuka, alafu Sara anakuwa na periods. Lakini sasa imefika, Sara hana periods. Sara hana mayai. Sara ni mfu, Abrahamu ni mfu. So hii ndio kazi ilikuwa inaendelea kwa moyo wa Mungu. Lakini Mungu kila wakati akikutana na Abrahamu anaileta wazi. Abrahamu lakini yuko slow kuelewa. Abrahamu yuko slow kuelewa moyo wa Mungu. Kila Mungu akikutana na Abrahamu, Mungu anaileta wazi. Abrahamu alikuwa very slow. Kwa baba wa imani si siku moja. Mungu alizidi kumshawishi Abraham. Unaweza angalia 12:7. Mwanzo 12:7. Bwana akamtoa Abrahamu akamwambia, nitawapa uzao wako nchi hii. Hivyo hapa Abrahamu akamjengea Bwana aliyekuwa amemtokea madhabahu. Ya Mungu akamtokea. So Mungu alikuwa anamtokea Abrahamu. Mungu alikuwa anamtokea Abrahamu. Mungu anamwahidi Abrahamu. Mara kwanza Mungu amemwambia, hii ni mara ya pili Mungu anamwambia. Halafu kwa kila wakati Mungu alipokuwa akimwambia Abrahamu, kila wakati Mungu alikuwa akimwambia Abrahamu, Mungu alikuwa anawapia Abrahamu, Mungu alikuwa anaapa. Mungu alikuwa anaapa kwa jina lake. Kwa nini Mungu alikuwa anaapa kwa jina lake? Mungu anaondoa shaka kwa moyo wa Abrahamu. Abrahamu anafanya Mungu anaapa. Kwa nini Mungu anaapa? Mungu anaapa kwa sababu anataka kuondoa shaka kwa Abrahamu. Mungu anavunja moyo wa Abrahamu.
Abraham akiwa 75 Mungu alimwapia. Abraham akiwa 75 Mungu alimwapia, na si mara ya kwanza tuliangalia. Si mara ya kwanza tunaangalia. Unaweza angalia Hebrews 6:13 na 14. Waibrania 6:13 na 14. 6:13 na 14. Mungu alipompa Abrahamu ahadi yake, kwa kuwa hakuwepo mwingine aliyekuwa mkuu kuliko yeye ambaye angeweza kuapa kwa jina lake, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika nitakubariki na kukupa wazao wengi. Mungu anamwapia Abraham. Mungu anaapa. Unaona Mungu mpaka anachukua kiapo kwa Abraham. Si mara kwanza tuliangalia kwa uwezo wa Mungu, hata katika Luka inasema hivi. Hata katika Matendo ya Mitume inasema hivi. Mungu alikuwa anamwapia tu Abraham, anamwapia Mungu anachukua kiapo. Kwa nini? Mungu anataka kuvunja moyo wa kutokuamini kwa Abraham. Mtu kama anakudai, alafu uko na uhakika utamlipa kesho, na amekasirika huko nyuma tukiwa wenye dhambi, na unataka kumshawishi kwamba kweli ili deni lako kesho nitalilipa. Sana sana watu wanaapa. Watu wanaingia kuapa. Unaapa mpaka ule mtu anashawishika. Anasema kama umeniapia basi naamini nitangoja hiyo kesho. Mtu anashawishika. Kwa nini watu tunaapa? Tunaapa ili kumshawishi ule mtu, ili kumfanyia ule mtu atuamini. So Mungu anaapa ili amfanye Abraham muamini, na si mara ya kwanza. Si mara ya kwanza. Biblia haijanakili mara kwanza. Katika Luka 1:73-75, Luka 1:73-75 Mungu anamwapia Abraham. Matendo ya Mitume pia 7:17 Mungu anamwapia Abraham. Mungu alikuwa anamwapia tu. Mungu anamwapia. Hivi viapo vyote Mungu anamwapia. Lakini angalia moyo wa Abraham bado ulikuwa pale pale. Ya Luka 1:73-75 Mungu anaapa. Matendo ya Mitume 7:17 Mungu anamwapia Abrahamu. Tukasema neno la Mungu ni kiapo. Ili neno la Mungu ni kiapo, kila neno la Mungu ni ahadi yake na ni Mungu. Kila neno la Mungu ni Mungu. Kila neno la Mungu ni Yesu Kristo. So Yesu hawezi kufeli. Mungu akimwambia Abrahamu hata hapa kwamba uzao wako nitaupatia ino nchi. Hilo neno tayari ni Yesu Kristo. Yohana 1:1 inasema hapo mwanzo kulikuweko na neno. Naye neno alikuweko pamoja na Mungu. Naye neno alikuwa ni Mungu. So ili neno Mungu anamwambia Abraham, nitakufanya baba wa mataifa. Ili neno ni Mungu. Ili neno ni Yesu Kristo. Haliwezi kufeli. Mbona Abraham apumziki? Mbona Abraham ashawishiki? Ni kwa sababu moyo wa mwanadamu uko na mashaka ndani yake. Na si moyo wa Abraham tu, mioyo yetu pia iko hivyo. So kile kitu Mungu alikuwa anafanya kwa moyo wa Abraham ni kuvunja moyo wa Abraham, ni kumfanya Abraham ahamishe moyo wake kutoka kwa ulimwengu wa mwili, alafu aingize moyo wa Abraham katika ulimwengu wa roho, alafu Mungu atende. Lakini Abraham akiwa kwa ulimwengu wa mwili, Mungu anaongea naye, Abraham ana imani, Mungu hawezi kutenda. Maana pasipo imani hatuwezi kumpendeza nani? Mungu. So lazima kuwe na imani. Hata mwenye dhambi ambaye hajaokoka, akisikia neno Wagalatia ikisomwa, dhambi za Wagalatia, na Mungu akisema kwamba kwa sababu umetenda hii nitakuweka kwa ziwa la moto na hauna urithi, mwenye dhambi anaamini.
Anaamini kweli kulingana naye nimeyatenda, na hicho kitabu venye kinasema mimi sina urithi. Nikifa naingia wapi? Naingia jana. Hii ni imani. Hii ni imani. Lazima mwenye dhambi awe na imani. Licha kwa hajaokolewa, lakini ako na imani ya kwamba yeye akifa kwa yale ameyatenda ataingia wapi? Ataingia jehanamu. So Mungu hawezi kutenda mali ambapo hakuna imani. Ndio maana na God, Mungu anaendelea kumvuta tu Abraham, anamwapia, anarudi tena, anamshawishi tena ili Abraham aingie kwa ulimwengu wa Mungu. Mungu pia alikuwa anahamisha moyo wake, natumai nimesema, kutoka kwa ulimwengu kwa wa mwili na kuja kwa roho. Pia Mungu alikuwa anavunja moyo wa Abraham, alikuwa anauvunja. Miaka 25 Mungu anavunja moyo wa Abraham. Na si sermon moja. Hii ni sermon ya pili sasa tunasoma. Hii ni sermon ya pili Mungu anamtokea Abraham, anamhubiria. Na kimhubiria anamwapia. Naweza ona Genesis 13:14. Mwanzo 13 mstari wa 14. Baada ya Loti kuondoka, Bwana akamwambia Abrahamu, ukiwa hapo ulipo, inua macho yako utazame kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Endelea. Ya Mungu anamwonyesha Abrahamu ishara ya msalaba. Hii ni sermon ya ngapi? Hii ni sermon ya 3. Mungu anakutana na Abrahamu sasa mara ya 3 kulingana na maandiko. Sermon ya kwanza tumesoma Genesis chapter 12 verse 1. Sermon ya pili ni Genesis chapter 12 verse 7. Sermon ya 3 ya Genesis 13:14. Mungu anamhubiria kuhusiana na north, south, east na west. Hii ni kivuli cha msalaba. Aondoke katika mashaka yake, angalie east, angalie west, angalie north na angalie south. Alafu aone hayo yote Mungu anampatia. Msalaba ni mahali sisi tuna rest. Msalaba ni mahali tunapumzika. Unaweza soma verse 15. Mwanzo 13:15. Nchi yote unayoiona itakufa wewe na uzao wako hata milele. Hana uzao, lakini Mungu anamwambia uzao wako. So Abraham anazidi kuchanganyikiwa. Saa zingine ulikuwa na mambo mengi yanaendelea kwa Abraham lakini hatuyaoni. Lakini tukiona tu yale ambayo yanatoka hata moja, jua kuna mengi sana katika moyo wa Abraham. Mbona Mungu anang'ang'ana kumwambia Abraham hivi? Ni kwa sababu kuna kitu Mungu anakiona sisi hatukioni. Abraham anasikiza kwa Mungu, alafu anasema sawa. Lakini ndani ya moyo wa Abraham, Abraham anabaki na maswali ambayo hayaleti wazi kwa Mungu, na Mungu anayaona. Hapa anasema Mungu anasema atanipatia mahali. Sasa ananipatia mahali ndani ya moyo wake. Ananipatia mahali Mungu, na hata sina uzao. Waona? Haya ni mambo yanaendelea. Abraham hayatoi, lakini Mungu anayaona. Ndio maana Mungu anayafuata kule aliyoko. Kule aliyoko huko ndani ndio Mungu anayafuata. Hayasemi tu wazi, lakini Abraham akifungua moyo wake utauona. Muda si mrefu Abraham atafungua moyo wake. Lakini haya si eti yanaanza sahihi. Hata Mungu akimwambia, "Uona hii land nitapatia watoto wako." Abraham swali anajiuliza kwa moyo, lakini amwambia Mungu ni sasa wanipatia land na hata sina mtoto. Lakini aleti wazi, ananyamaza naye. Mpaka inafika kwa mahali Mungu anamuongelesha Abraham, anaufungua moyo wake sasa. Anasema Mungu, kuna huyu Mdemeski. Hili alikuwa nayo tangu huku nyuma. Ndio anaitoa sasa. Huyu Mdemeski, huyu ndio atachukua uzao wangu.
Lakini hapa anauficha moyo wake. Ndio maana kila saa Mungu anakutana naye. Kuna kitu Mungu anashughulikia licha ya kuwa mimi na wewe hatukiona, lakini kuna kitu Mungu anashughulikia kwa moyo wa Abraham. Na Abraham ananyamaza. So Mungu anataka kitu ambacho inaitwa sincerity. Sincerity ni yale anaendelea kwa moyo wako. Hata kama usoma Biblia, waona Mungu anasema ahadi zake ni ndio na amina, atakupatia kazi, lakini hauna kazi. Lakini uje kwa Biblia useme Mungu anasema atanipatia kazi, sawa. Alafu abaki ndani ya moyo wako anza kujiuliza. Sasa Mungu anasema atanipatia kazi. Na Kenya haina makazi na paka sasa hali iko hii. Hii Mungu haitaki. Mungu anataka uimimine yote hapo. Uimimine yote. Umwambie yeye sasa katika maombi. Mwambie Mungu kweli umeniambia utanipatia hiki kiwanja Abraham. Lakini Mungu hujanipa mtoto mpaka sasa hii. Abraham aitoi hiyo anaificha. Na Mungu anaiona. Ndio maana Mungu anatoka tena. Anamwambia tena kile kiliko ndani ya moyo wake, ndani ya moyo wake. Insincerity. Inaweza kuwa hata kwa kanisa. Azengine mtu anaweza fanya kitu, wewe umekiona, wewe umenyamaza. Umeanza kujizungumzia pengine. Hii huenda ni. Hii ni sincerity. Mungu hapendi hii. Mungu anapenda ukiona kitu uiulize. Hii nayo inaendaje hapo? Usibaki nayo. Uende ukaongea na mwingine, unamweka sumu. Kumbe hata hiyo kitu kijeletwa nuruni hivi. Unaona wewe ndio ulikuwa na makosa kama mimi leo. Maskari wananiita na juazi hawa niende kusumbuana ya kila siku. Lakini kumbe hata sio. Mimi naingia katika makosa, wale wanakuwa sawa. So ni hivyo. Weza ishaje na babako ambaye ni Mungu? Na unaona baba afanyi sawa hapa, Mungu afanyi sawa. Hapa naona Mungu ni kama yeye ni sawa. Hapa naona Yesu Kristo ni kama kufanya sawa. Na unyamaze. Wakana mamako nyumba moja ama babako njia moja, nyumba moja. Alafu unaona baba afanye kitu sawa. Alafu unanyamaza. Au mwambie baba, mbona umefanya hivi? Inamaanisha kuna shida kubwa sana na kuna hatari kubwa sana. Hivyo ndio Mungu anataka tuwe na Mungu wetu, muumba wako. Ukiona hiyo iko ndani ya moyo ndio uko na shida. Mimi kama mamangu anafanya kitu ambacho hakiko sawa. Anaambia mama, mbona hapo imekuwa hivi? Alafu ananieleza. Lakini sioni mama amefanya hivyo alafu ananyamaza. Nasema huyu mama kuna uwezekano. Huyu ni moyo hatari sana. Abrahamu yuko hivi. Na si Abrahamu pia, watu wengi. Mimi naye huenda tuko hivi njia moja ama nyingine. Na moment ikiwa hivi ndio uko na shida. Ikiwa hivyo mimi niko na shida. 16 Genesis 13:16. Mwanzo 13:16. Nitaufanya uzao wako uwe mwingi kama mavumbi ya nchi. Hivyo kama kuna yeyote awezaye kuhesabu mavumbi, basi uzao wako utahesabika. Ya Mungu anampeleka Abraham kwa mavumbi. Hapa kwa mavumbi, huko nyuma unaweza kufikiria ni vumbi lililo katika mkono wa Abraham. Mavumbi, lakini Mungu anasema mavumbi ya ardhi. Mavumbi ya ardhi. Maana kwa kizungu inatumia neno earth. Earth ni ukirudi nyuma kabisa katika Mwanzo. Moja Mungu aliziumba mbingu na hata nchi. Mungu akisema mavumbi ya nchi amaanishi mavumbi yale ya Abraham amekusanya kwa mkono mmoja. Mungu anamaanisha ulimwengu mzima. Haya mavumbi ukihesabu mavumbi ya ulimwengu mzima, hivyo ndio uzao wa Abraham utakuwa. Maana akiongea kuhusiana na nyota, hakuongea kuhusiana tu na nyota ambazo Abraham alikuwa anaziona. Alikuwa anaongea kuhusiana na nyota zote za ulimwengu mzima. Wakati Abraham yuko 75, wakati Sara yuko 65. So Abraham alikuwa anamsikiza Mungu, alafu ana divert, anarudi. Anatoka kwa I will ya Mungu, anaanza kujiangalia yeye. Na hii si faith. Faith ni 100% kile Mungu amesema na kubaliana nacho na anakipokea. Hiyo ndio faith. Ni 100% neno la Mungu. Bila kuchanganya, bila kuongeza chochote. Kuliamini vile lilivyo. Basi hata kama hali haifanani na lile neno. So shida ilikuwa kubwa ni umri. Abraham yuko kwa
Abraham pia, ama mimi na wewe, Abraham yuko kwa ulimwengu ambao uko na numbers, uko na figures. Na Mungu yuko kwa ulimwengu ambao hauna figures. Abraham yuko kwa ulimwengu ambao uko na mwili, unazeeka, uko na udhaifu. Mungu yuko kwa ulimwengu ambao hauna mwili huu wetu, mwili wa kuishi milele. So unaona haya mawazo kitambo muje muelewane, itagharimu muda. Ni sawa na umepelekwa darasani alafu ajaribu kufundisha watoto wa mwaka mmoja maisha yako wa kuamini, utachukua muda sana. Kitambo watoto wakuelewe, muje mkae hata level moja ya imani, itakuwa umechukua muda sana. So ni Mungu anamtoa Abraham kwa ulimwengu wa numbers, ulimwengu wa mwili unaoisha, alafu anamtransfer moyo wake, anamtransfer kuja kwa ulimwengu ambao hauna numbers, hauna figures, hauna mwili wa kuharibika. Kila kitu ambacho kiko kwa ulimwengu ni Mungu anafanya, na inawezekana, haina condition. Unaona venye ni kazi kumtoa Abraham katika ulimwengu kumuingiza katika ulimwengu wa Mungu. Ndio maana Mungu anafanya hiyo kazi, na kwako na kwangu pia. Ilikuwa shida Yesu kukaa na wanafunzi wake katika sehemu zingine. Ilikuwa shida. Yesu anatembea juu ya maji, Petro anasema kama ni wewe niamuru nije. Hiyo imetosha. Akikuamuru njoo, ukianza kutembea uko na shaka tena. Anapungukiwa kweli, amejaribu. Ako na imani Petro kwa uwezo wa Mungu. Amefanya vyema. Lakini anafika mahali anaanza kufanya nini? Anaanza kuzama. Yesu ananyosha mkono, anamvuta. Yesu anamwambia mbona umekuwa na imani haba? Mawimbi analeta shida, Yesu amelala. Anamwambia tunazama, tunaangamia Bwana. Yesu anaamka, anawakemea wao kwanza. Mbona mna imani haba? Ni hivi Mungu pia, vile pia Yesu analeta mioyo ya wanafunzi wake kwa imani yake ile yuko nayo. So Mungu anafanya hiyo kazi kwa Abrahamu pia. Wanafunzi wa Yesu wakaenda wakahubiri. Walipoenda kutoa mapepo na kuhubiri Injili, wakapata mtoto mmoja akona mapepo na wakashindwa kutoa hilo pepo. Lakini hawakuja kumwambia Yesu Kristo. Lakini Mungu anaruhusu, inakuja mbele ya Yesu Kristo. Mungu anafungua siri, niliwapa wanafunzi wako mtoto huyu na wakashindwa. Yesu anageuka nyuma na wakemea, nitaka na nyinyi mpaka lini? So Yesu alikuwa pia ana fight kuleta mioyo ya wanafunzi wake kwa ile imani, kwa ule ulimwengu ambao alikuwa. So hiyo ndio vita ya Mungu na mwanadamu. Ndio Mungu tunaona hapa na Abraham. Hivi ndio vita vinaendelea kwa miaka 25. Unaweza endelea kusoma. Matendo samahani. Tumesoma Mwanzo 13, 14 mpaka 16. Natumai tumesoma 16. Naweza soma Mwanzo 14, 18. Kitabu cha Mwanzo 14 mstari wake wa 18. Ndipo Melkizedeki mfalme wa Salemu alipoleta mkate na divai. Alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Naye akambariki Abrahamu akisema, abarikiwe Abrahamu na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Abarikiwe Mungu aliye juu sana, ambaye amewaweka adui zako mkononi mwako. Ndipo Abrahamu akampa Melkizedeki sehemu ya 10 ya kila kitu. Ya hapa pia ni mali ambayo ni sensitive. Ni mali ambapo kunahitaji discernment, yani upambanuzi.
Hii picha yote ya Mungu kumtokea Abraham ni Mungu anavunja moyo wa Abraham. So Mungu kile anafanya anamleta Melkizedeki. Melkizedeki tuliangalia katika maandiko ya Waebrania 7 mstari wa 1 mpaka 3. Kwa Melkizedeki ni mfalme wa Salemu, mfalme wa haki. Yesu ndio mfalme wa amani. Yesu ndio Prince of Peace. Yesu ndio Prince of Peace, mfalme wa Salem. Salem inamaanisha peace. Tukaona Melkizedeki ni kuhani wa Mungu aliye juu sana. Ni kuhani gani wa Mungu ambaye yuko juu sana? Ni Yesu Kristo. Tukaona pia ni mfalme wa haki. Melkizedeki ni mfalme wa haki. Tukaona Yesu ni mwenye haki. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 1 inaeleza kuhusiana na Yesu Kristo kuwa mwenye haki. Wakorintho wa kwanza 1:30 Yesu amefanywa kwetu kuwa hekima ya Mungu, haki, utakatifu, ukombozi. Yesu ni haki. So tukirudi hapa sasa, Abraham anakutana na Melkizedeki. Ni Abraham anakutana na Yesu Kristo. Melkizedeki hana baba wala hana mama. Melkizedeki hana mwanzo na wala hana mwisho. Ufunuo 1 mstari wa 8 Yesu anasema yeye ni Alfa na Omega. Yesu ni Alfa na Yesu ni Omega. So Melkizedeki, hizo ndio title zake. Hakuna mwanadamu duniani amewahi kuvaa title kama hizo. Enoch alikuwa mtu wa imani, hajawahi kuvaa title kama hiyo, hakufa. Elijah alikuwa mtu wa imani, hakufa, hajawahi kuvaa title kama hizi. Abraham baba wa mataifa, baba wa imani, hajawahi kuvaa title kama hii. So hii title haimwendei mtu mwingine yoyote isipokuwa Yesu Kristo. So Abraham akikutana na Melkizedeki, ni Mungu anamshawishi Abraham. Anamwambia Abraham, uko na shaka Abraham. Kwa nini uko na shaka Abraham? Tazama, nimemleta Melkizedeki, nimemleta Kristo. Kristo ni mtoto wa nani? Mtoto wa Abraham. Mathayo 1:1 katika Mathayo 1 mstari wake wa 1, habari za ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Abrahamu. Rejelea tena. Mathayo 1:1, habari za ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Abrahamu. Yesu anaitwa mwana wa Daudi, Yesu anaitwa mwana wa Abrahamu. Yesu anaitwa mwana wa Abrahamu. Kwa nini Yesu anaitwa mwana wa Abrahamu? Yesu anapitia ukoo wa Abrahamu. So Yesu ni mwana wa Abrahamu. Mungu anamkutanisha Abrahamu na mwana wake. Mungu anamkutanisha Abrahamu na mwana wake. Abrahamu anakutana na Melkizedeki, Melkizedeki ni Yesu Kristo. Abrahamu anakutana na mmoja wa uzao wake. Mungu anamtoa mashaka yake. Sara hata hajajifungua. Lakini tayari Abrahamu anaona uzao wake ambaye ni Yesu Kristo. Then hii ilikuwa wazi tu ivunje moyo wa Abrahamu, imweke Abrahamu chini, imshushie Abrahamu aelewe basi kama nimeona uzao wangu na hata Sara hajajifungua, basi hili ni hakika Mungu atafanya nini? Atalifanya. Hapa ndio kulikuwa kuna turning point ya Abrahamu. Hapa ndio ilikuwa Abrahamu amwambie Sara, huyu Haga usinipatie nishiriki naye hii tendo la ndoa. Mungu amenionyesha uzao wangu ambaye ni Yesu Kristo, amenionyesha Melkizedeki, amenionyesha mmoja wa uzao wangu. So mambo ya Haga yaike kando. Lakini kuna kitu Abraham alikuwa hajafahamu. Abraham hakumfahamu Melkizedeki kama Yesu Kristo. Abraham hakumfahamu Melkizedeki kama mmoja wa mtoto wake.
Hiyo liko wazi kabisa, kwa sababu Abrahamu angefahamu, hangekubali chochote na huyu Haga. Hangekubali chochote na Haga. Abrahamu angekubali. Hakuna mwanaume anaweza kubali kitu kama hiyo, kama shauna uzao wake. Umeelewa? Angecheka. Abrahamu angecheka. Abrahamu angemwambia Mungu, huyu Elieza Mdameski atanirithi. So tukizidi kusoma tutaona kuna kitu Abrahamu kuelewa alipokutana na Melkizedeki. Na tukasema ni neema ya Mungu, kwa sababu agano la kale lilikuwa haijaandikwa wakati wa Abrahamu. Musa akiamka kwa uwezo wa Mungu, Musa ndo anaandika Genesis. Musa ndo anaandika Exodus, Leviticus, Numbers na Deuteronomy. So Abrahamu hakuwa na nakala. Licha kuwa kuna venye walikuwa wanaandika katika hadithi ama katika mawe. Lakini Abrahamu hakuwa na New Testament pia ya kuona huyu Melkizedeki ni nani. Abrahamu hakuwa na Hebrews chapter 7 verse 1 to 3. Abrahamu hakuwa na hiyo. Wewe uko na hiyo, mimi niko na hiyo. So ina maana mimi na wewe tunafaa tuishi maisha ya kumwamini Mungu zaidi ya Abrahamu, kwa sababu Abrahamu alipewa kidogo, sisi tumepewa kingi. Na cha kushangaza ni hiki kingi bado hatukitumii. Lakini Abrahamu angekuwa na hiki kingi, Abrahamu angeishi venye alikuwa ameishi huko kuendelea. Abrahamu angecheka, Abrahamu angemkataa Haga. Angemkataa. So paka hapo Sara yuko mjamzito. Si mjamzito. Paka hapo Abraham ameona uzao wake. Ameona vipi? Yeah, Melkizedeki ambaye ni Yesu Kristo. Hiyo ilikuwa kuisha. Hiyo ilikuwa imalize moyo wa Abraham. Sawa sawa, hiyo ni point ambao ni ya msingi sana. Soma Wagalatia pia 3:16 inaeleza Yesu Kristo kama mwana wa Abraham. So Abraham akikutana na Melkizedeki, ni Abraham akikutana na Yesu Kristo ambaye ni uzao wake. Kitabu cha Wagalatia 3:16, ahadi zilinenwa kwa Abrahamu na kwa mzao wake. Maandiko hayasemi kwa wazao, ikimaanisha watu wengi, bali kwa mzao wako, yani mtu mmoja ndiye Kristo. Yani mtu mmoja ndiye Kristo. Mzao wa Abraham ni mtu mmoja ambaye ndiye Kristo. So Abraham anakutana na Melkizedeki ambaye ni Kristo. Abraham anakutana na ule uzao wake. Abraham anaona Galatians chapter 3 verse 16 imefunuliwa kwa Abraham hivi. Lakini Abraham haioni. Abraham anakutana na uzao wake ambaye ni Kristo, ambaye ni Melkizedeki. Haya yote kwa nini Mungu anafanya hivi? Mungu anamtoa Abraham kutoka kwa ulimwengu wa mwili amlete katika ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa roho. Tuangalie Genesis 15:1. Kitabu cha Mwanzo 15 mstari wake wa kwanza. Baada ya jambo hili, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika maono. Usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Hii ni Samoni ya 4. Samoni ya 4 Mungu mtokea Abraham tena kwa maono. Anamhubiria tena, mimi ni ngao yako. Usiogope Abraham. Ahadi za Mungu zote ni ndio na amina. Usiogope. Mchukue Mungu kwa neno lake. Usiogope. Neno la Mungu alianguki, neno la Mungu si la uongo, neno la Mungu alibadiliki. Liangalia katika
Malaki 3:6. Tuangalia, Mungu habadiliki. So neno lake pia halibadiliki. Malaki 3:6. Mungu akimwambia Abrahamu, nitakufanya baba wa mataifa. Malaki 3 mstari wake wa 6. Naam. Mimi Bwana sibadiliki. Mimi Bwana sibadiliki. Paka neno lake pia libadiliki. Ya Mungu abadiliki, neno lake pia libadiliki. So Abraham akiona miaka yake inasonga, wewe pengine unaona miaka yako inasonga, kuna ahadi Mungu amekuahidi. Mungu anakuambia usifanye chochote usije ukamleta Ishmaeli. Usije ukainua mipangilio ya Ishmaeli, mipango ya mwili. Mungu anakuambia ujifundishe na nijifundishe kurely katika promises zake. Jifundishe kurely katika promises zake. Hazichange. Hata ulimwengu ukitingishika, simama kuandika neno la Mungu, simama katika imani ya Mungu. Neno lake halitingishiki, halibadiliki. Ndio tunaona Mungu akitokea Abraham hapo katika maono, bado anamwambia usiogope, na bado anamwambia yeye ni zawadi yake kuu. Mstari wa 2:15, Mwanzo 15:2. Kabla sijasoma Mwanzo 15:2, unaandika kwa Samueli wa kwanza 15:29. Mungu anasema yeye aliye utukufu wa Israeli asemi uongo wala hana kigeugeu. Kwa kuwa yeye si mwanadamu hata abadili nia yake. Hilo andiko pia liko sawa, unaweza rejelea tena. Samueli wa kwanza 15 mstari wa 29. Yeye aliye utukufu wa Israeli, Mungu aliye utukufu wa Israeli asemi uongo. Mungu asemi uongo. Mungu hawezi kudanganya. So ahadi zote ambazo Mungu anamwambia Abraham ni ndio na ni amina. Mungu hawezi kusema uongo. Wala hana kigeugeu. Wala Mungu si kigeugeu. Kigeugeu inamaanisha mtu wa kugeuka. Mungu ageuki. Kwa kuwa yeye si mwanadamu. Mungu si mwanadamu hata abadili nia yake. Mungu akisema kweli, Abrahamu utakuwa baba wa mataifa. Haijalishi namba zinaenda vipi. Hata katika maisha yako ya kiroho na kimwili, ni nini unatazamia? Mimi ni nini natazamia? Ni nini natarajia? Je, nimekuja kwa hili neno kupokea ahadi ya Mungu? Kitabu hiki kina ahadi nyingi sana. Mungu anasema umletee mizigo yako mizito, nimpe mizigo yangu mizito, atanipumzisha. Ni mzigo gani unakusumbua? Na ahadi Yesu anakuambia mpe huo mzigo. Hizi ni mojawapo ya ahadi. Mungu anasema dhahabu na fedha ni mali yake, asema Bwana Mwenyezi, katika Hagai 2 mstari wa 8. Wakati mimi na wewe tunalia hatuna fedha, ina maana sisi hatuna tofauti na Abrahamu vile anang'ang'ana na ahadi ya Mungu. Mungu habadiliki. Mungu akisema hivyo ni moyo wako sasa, posture ya hati yako na yangu. Mungu anataka ni trust hivyo. Hata kama uchumi unashuka chini, hata kama biashara hii haifaulu, Mungu ananiambia nimeshikilia wapi? Umeshikilia wapi? Nimeshikilia neno. Naja kwa neno, nasoma Hagai 2 mstari wa 8. Dhahabu na fedha ni mali yake. So haijalishi biashara yangu, haijalishi hali, haijalishi condition, neno la Mungu halibadiliki hata kama hali inabadilika. So hivi ndio mimi na wewe unajifunza imani. Na wengine pia ambao upata neema hii ya kusikia. Kiangalia Mwanzo 15 mstari wa 2, moyo wa Abrahamu unaonekana. Kitabu cha Mwanzo 15 mstari wake wa 2. Lakini Abrahamu akasema, Bwana Mwenyezi, utanipa nini na mimi sina hata mtoto, na atakaye irithi nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski? Abraham amemweka Eliezeri Mdameski katika moyo wake. Unakumbuka mara kwanza tukisoma Mungu anamwambia Abraham katika Mwanzo 12 mstari wa 7, Mungu anamwambia Abraham, kwa uzao wako nitawapatia ino land. Abraham amwambia Mungu kitu, lakini kulikuwa na kitu ndani ya moyo wa Abraham. Licha kwa Mungu anamwambia Abraham, "Ona hii land nitampatia mmoja wa
uzao wako, watoto wako watakuwa kwa hii land. Abraham asemi, wanipa land na hata hujanipa mtoto, venye wanadamu wako. Pia 13:14 mpaka 16 Genesis, Mungu anamwambia Abraham, angalia kulia samani, north, south, east, west. Abraham anaangalia, alafu anamwambia vumbi zote za nchi ukiweza kuhesabu, utaweza hesabu watoto wako, nitakupatia hilo land. Abraham amwambia Mungu kitu, lakini kuna kitu Mungu anaona inaendelea katika moyo wa nani? Wa Abraham. Kumbe kuna hili neno ambalo Abraham ameliweka, amemwona huyu Eliezeri Mdameski, alafu Abraham ameconclude, anasema namsikia Mungu tu, namsikia tu, lakini tayari katika moyo wake Mungu akimwambia atapatia kiwanja, anajiuliza hata mtoto hujanipatia, lakini amwambia Mungu direct. Hii ndio mioyo ya wanadamu. Hii ndio mioyo ya wanadamu. Huu ndio moyo wako, huu ndio moyo wangu. Au usemi direct, lakini kuna kitu ndani ya moyo wako na ndani ya moyo wangu. So hicho kitu kinaonekana Abraham anapomwambia Mungu, huyu Eliezeri Mdameski ndio atakaye nirithi. Hii imetoka wapi? Mbona huko nyuma alikuwa asemi? Ilikuwa ndani ya moyo, ameificha. Ameificha. Endelea. Kitabu cha Mwanzo 15 mstari wake wa 3. Abrahamu akasema, hukunipa watoto, hivyo mtumishi katika nyumba yangu ndiye atakuwa mrithi wangu. Hii ni conclusion. Hili si jambo dogo, hili limekuwa ndani ya moyo wa Abraham. Hii ni conclusion. Conclusion inamaanisha Abraham amekubaliana na akasema hili ndio jibu sasa, hili ndio jawabu. Maana anamwambia paka Mungu, huyu Eliezeri Mdameski ndo atakuwa mrithi wangu. Yaani yeye anamfundisha Mungu sasa. Mbona hapo lisema huko? Hii inaitwa insincerity. Insincerity. Kanisani mambo kama haya yako. Mpendo anafanya kitu umwambie, unangoja, kumbe iko ndani ya moyo wako. Wakati mnaanza kurekebishana sasa, ndio unaongea kitu cha nyuma kabisa. Anakuambia mbona hukusema pale pale? Ndio iko kwa Abraham. Na ndio inafanya Abraham anakaa sana, kwa sababu bado kuna mambo ameyaficha kwa moyo wake. Na Mungu anayaona. Ndio maana kila saa Mungu akija anagonga huo moyo, kwa sababu Mungu anaona moyo, anaona through. Maandiko yanasema Yesu akijua mawazo yao, aliwaambia gani ni ngumu? Kumwambia mtu huyu umesamehewa dhambi zako, ama libebe jitwike godoro lako uondoke. Yesu akijua mawazo yao. Yesu akijua mawazo yao. Maandiko yako hivyo, Mungu anajua moyo wa Abraham. Unaona Mungu akija tu anampa ahadi. Anampa kwa sababu anajua kuna kitu kinaendelea kwa Abraham, na Abraham yuko muwazi. 25 years retire. So niangalie. Angekuwa amemwambia Mungu hapo mapema, Mungu angeshughulikia, Mungu angempatia jibu na angepata kuelewa na afunguliwe. Endelea. Mungu anamjibu verse 4. Ndipo neno la Bwana lilipomjia, mtu huyu hatakuwa mrithi wako, bali mwana atakayetoka katika viuno vyako mwenyewe ndiye atakayekuwa mrithi wako. Mungu anatoa hilo wazo. Anamsafisha Abraham kwa hilo wazo. Anaambia ondoa hilo wazo Abraham, huyu hatakuwa mrithi wako. Abraham anakansa. Kumbe huyu si mrithi wangu, anamkansa. So kama Abraham angeileta tena, tungesoma chapter nyingine na nyingine. Abraham ameweka tu na miaka inaendelea, angegonga hata 30. Angefika hata 30. Lakini amelileta, alafu Mungu amelishughulisha. So hiyo giza imeondolewa kando. Sasa Abraham hataongea tena kuhusiana Mdameski, hataongea tena kuhusiana huyu Mdameski kwa mrithi wake. Mungu ameiondoa hiyo. Mungu amemwambia hapana, mtoto atatoka kwa viuno vyako. So Mungu anamhakikishia Abraham kwamba ataika mtoto, ataika Isaka kwa viuno vyake. Unaweza kusoma 5. Akamtoa nje na kusema, tazama juu kuelekea mbinguni na uhesabu nyota, kama hakika utaweza kuzihesabu. Ndipo akamwambia, hivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Hapa kuna ufunuo mkubwa sana. Mungu anamwambia Abraham ondoka. Abraham huenda alikuwa ndani ya nyumba, ndani ya tent. Akiwa ndani ya tent akimwangalia Sara, akijiangalia. Tent ni mili yetu. Tent ni ishara ya mili yetu. Unapokaa katika mwili wako, unajiangalia, mimi siwezi. Mimi sidhani kama yuko katika mwili.
Mungu anamtoa katika tenti yake. Mungu anamtoa katika mwili wake, alafu anamuonesha nyota. Anamuonesha nyota. Sana sana watu wanaishi katika hii tent. Naweza jua maisha yangu ya kiroho ama maisha yako ya kiroho. Uko katika tent ama umetoka unaangalia nyota. Kwa sababu kama unaangalia nyota utamwamini Mungu. Utakuwa na tumaini. Lakini ukiwa katika tent utakuwa unaongea hali zako. Elieseri. Ndemesi. Haya ni mawazo ya tent. Itakuwa unaongea tu kushindwa. Itakuwa unaongea tu hali yako, utajaa huzuni ya kidunia ambao mwisho wake inaleta mauti. Itakuwa unalia kweli na utalia, na kuna watu wanalia mpaka sasa hivi. Utalia kazi yako si nzuri. Utalia maisha yako si mazuri. Utalia kuna responsibilities za familia umewekewa wewe. Utalia sasa watoto wangu. Utalia sasa hata mahali sikumaliza. Plot nimenunua sijaijenga. Yako mashamba kule alinunuliwa hayajajengwa. Haya yote yananingoja. Waingia kwa huzuni ya kidunia. Uko katika tent wewe. Uko katika tent. Mungu anakuambia ondoka kwa hiyo tent. Na imefanyika sana na watu wengi. Hata watumishi wengine wanatoka tu katika line. Mtumishi ameanza kuhubiri, amehubiri. Anaendelea. Alafu anafika mahali anasema hapana. Huenda ni venye sichukui sadaka ndio maisha ni magumu, anaanza kuchukua sadaka. Au si vibaya. Lakini anasema pengine sichukui sadaka, pengine nikichukua maisha yatakuwa mazuri, anaanza kuchukua sadaka, si vibaya, ni sawa. Anachukua sadaka pia anaona maisha ni mbona maisha ni magumu? Kuna hii, anasema wacha hii tulie, nitafute kazi nzuri iweze kushughulikia haya. Ni kwa sababu mtumishi amekuwa katika tent, amejipata yuko katika tent na anaacha ile kazi, na umuoni tena na vyombo, umuoni tena na mzigo wa Mungu. Ni kwa sababu alipokuwa anafanya kazi ya Mungu alipata jaribu na akaona hapana, akaingia kwa tent, akaangalia mahitaji, akaanza kuonyeshwa mahitaji. Alafu akafika akasema hapana. Uinjilisti ama utumishi ni lazima uwe na kazi nzuri. Ndio hii injili iende. Sasa ile kazi nzuri inakuwa ni Mungu wa kazi wa pesa ili iweze kusukuma nini? Injili. Inakuwa si injili ni nguvu ya Mungu. Mungu aipiganie. Mungu nipiganie. Kumbe hapo ndio mahali pazuri Mungu anakuleta uwe na muda wa maombi. Magoti yako yamesugu wakati wa hiyo. Magoti yamesugu wakati wa. Lakini sisi watafuta suluhisho. Wakati neno la Mungu alibadiliki, Mungu si kigeugeu. Aliyekuita katika huduma, hayo yote atayashughulikia unless hajakuita, unless umejiita. Lakini kama unaamini amekuita, basi atayashughulikia. Simaanisha tusifanye kazi, lakini kuacha huduma kwenda kwa kazi ni dhambi kubwa sana kama Mungu amekuita. Kuacha kazi kuja kwa huduma ni vyema. Lakini kuacha huduma kwenda kwa kazi ni uovu mkubwa sana. Hiyo haiendi left, haiendi right. Kama amekuita, atakushughulikia mahitaji yako. Lakini kuacha huduma kwa sababu ya kazi ni kama aliyekuita ameshindwa kuhudumia haya mahitaji. Sasa unasema wewe kaa kando, acha niashughulikie, na kupitia hii pesa nitaipata hapa ndio nitasukuma hiyo huduma. Sio ndio kufuata. Hiyo ndio kukaa katika tent. Na utajijua wakati uko katika tent ama wakati unaangalia nyota. Utajua tu katika mwenzako na utajua pia katika wewe na mimi. So kila wakati tu watu wa kutoka katika tent, kutoka katika mili yetu na kuangalia nyota. Mungu anamwonyesha Abrahamu nyota. So katika nyota kuna baadhi ya nyota, kuna nyota moja ambayo inaitwa nyota ya asubuhi. Tukasoma kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 10. Ufunuo 22 mstari wa 19 na Samani wacha nifike. Sana Ufunuo 22 mstari wa 16. Ufunuo 22 mstari wa 16 tukasoma.
Ufunuo 22 mstari wake wa 16. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kushuhudia mambo haya kwa ajili ya makanisa. Mimi ndimi shina na mzao wa Daudi, ile nyota ya asubuhi ing'aayo. Abrahamu akiongea kuhusiana Eliezeri Mdameski, Mungu anamwambia si huyo. Kuna mtoto kwa viuno vyako, ondoka, tazama nyota. Kumbe katika zile nyota ambazo anatazama, Yesu anaitwa moja wa hizo nyota. Yesu anaitwa nyota ya alfajiri. Morning star, bright morning star. Yesu anaitwa hiyo morning star. Yesu ni hiyo nyota. Abrahamu akiangalia baadhi ya zile nyota, kumbe kuna nyota moja ya uzao wake ambaye ni Yesu Kristo, ambaye amekutana naye muda si mrefu, Melkizedeki. Hili linamfungua Abrahamu hii katika kutazama nyota. Alafu kuna kitu pia nyota ziko nayo. Huyu mtu yuko na miaka mingapi sasa? Hayuko chini ya 75. So Mungu anamuonesha nyota. Unajua nyota mojawapo ni Yesu Kristo. Amtazame Yesu Kristo, atazame uzao wake, amini, aisabiwe haki. Alafu pili, nyota venye Mungu anamwambia, nyota, collection ya nyota ni galaxy. Galaxy ni billions of stars ziko ndani. So Mungu anamwambia Abrahamu, ondoka, hebu angalia hizi nyota, billions of stars, billions, galaxy, billions. So venye Mungu ako na ukuu na uweza na nguvu, anaambia huyu mzee na huyu mama, huyu baba aliyekufa na huyu mama aliyekufa, tumbo ya Sara haina periods tena, Sara hana mayai. Mungu anamwambia Sara, sikiza, Abrahamu sikiza, licha kwa Sara hana mayai, Abrahamu huna nguvu. Mungu ananiambia angalia galaxy. Galaxy ni collection of stars, iko na billions of stars, trillions of stars, nyingi hazihesabiki. Mungu anamwambia Abrahamu, watoto wako watakuwa kama hivi. Ukiangalia ovary ni mahali mayai yanakaa, ovary. Ukiangalia ovary ya Sara haina mayai, iko empty. Lakini Mungu anamwambia Abraham, angalia galaxy, billions and trillions of stars, hazihesabiki. So na nyota ambazo hazihesabika, Mungu anamwambia Abraham, watoto wako watakuwa hawawezi kuhesabika. Na kama mtu anaweza hesabu galaxy, collection of billions and trillions of stars, basi watoto wako wanaweza kuhesabiwa. Uwezaona ukuu wa Mungu ni mkuu kiasi gani? Uwezaona umemdoubt Mungu, na uwezaona nimemdoubt Mungu kwa kiasi kikubwa kiasi gani? Wakati Sara ovary yake, ovary ni kama mikono iko hivi. Ovary haina chochote, iko empty. Ovary iko empty, Abraham iko dead, Sara iko dead. Na Mungu anamwambia Abraham, Mungu anakuambia angalia galaxy, billions and trillions of stars, watoto wako watakuwa hivyo sana. Huu ni ukuu wa Mungu. Huu ni ukuu wa Mungu. Amen. Yaani hata maili zetu zinashindwa. Madaktari wakija wakimpima Sara, watatoa paka certificate. Sara watatoa certificate wakisema mama hawezi kuzaa. Wampime Abraham, watatoa certificate ya kucertify kwamba hawa hawawezi kuzaa. Alafu Mungu anasema, hebu angalieni galaxy. Mnaweza kuhesabu galaxy? Hatuwezi. Ni rough estimation, billions. Sasa anasema huyu baba aliyekufa na huyu mama aliyekufa watatoa watoto kama hawa. Nani ataamini hiyo? Hakuna mtu, hakuna daktari, hakuna hata mtu mmoja atakuja kukubaliana na hiyo statement. Alafu Mungu aseme, huyu baba na huyu mtoto, huyu baba na huyu mama, huyu nyanya na huyu baba watatoa watoto kama hiyo galaxy. Alafu aikemeza wazi, aseme kama unaamini hivyo, weke milioni yako hapa. Ni mfano natoa. Alafu arejea aseme, madaktari waseme huyu na huyu hawezi kuzaa.
watoe ripoti yao. Nasema kama unaamini hawezi kuzaa, weka milioni yako pale, itazaa milioni. Ni wapi haraka wanadamu wataweka? Wataweka kwa madaktari, kwa sababu wao hawezi. Lakini Abraham aseme hapana, kama nyota. Nani atakubali na Abraham? Okay, Mungu akiongea kidogo wanadamu wanaweza kuwa na ile hofu, lakini ni Abraham sasa anasema hivi. Nani atakubali na statement ya Abraham? Hakuna. So ndio hivyo tumpinga Mungu. Hii hata si Abraham kumzaa, ni ukuu wa Mungu. So wakati sasa mimi hauna pesa, wakati sina pesa, Mungu anataka nirudi kwa andiko hili. Wakati mahitaji yako yamekuwa kama hizo nyota sasa. Yamekuwa mingi kama hizo nyota. Unaziona ni nyingi hata zishindi hiyo nyota. Hazihesabiki. Mungu anakuambia rudi katika hii neno lake. Mungu alimpromise Abraham watoto hata zaidi ya penye yeye anaweza kufikiria. Na huyo ndio Mungu, na Mungu anaonyesha kwamba yeye ndio Mungu na yeye ndio ako na uwezo. Hapa ni sawa, Mungu ako na wivu wa kuleta kila kitu wazi. Abraham anashawishiwa hapo kwa mara ya kwanza. Maandiko yanasema Abraham akamwamini Mungu naye akahesabiwa haki. Abraham akapata imani. Ni imani ya kumuokoa, ni imani ya kumhesabia haki. Lakini bado kulikuwa na mambo lazima yavunjwe katika moyo wake. Waweza soma Genesis 15:6. Kitabu cha Mwanzo 15 mstari wake wa 6. Abrahamu akamwamini Bwana, naye kwake ili likahesabiwa kuwa haki. Baada ya kutoka nje, baada ya kuangalia nyota, Mungu ananionyesha galaxy. Alafu namwangalia huyu mzee. So Mungu tusimpime, usimweke Mungu katika ulimwengu wa kimwili. Mungu si rika lako, Mungu si rika langu. Hii iondoke kabisa, iondoke. Lakini Genesis chapter 16, Sara anaamka na mjadala. Anaambia Abrahamu, mchukue huyo mwanamke Misri, lala naye. Abraham analala na Hagar. Wakilala na Hagar wanazaa mtoto ambaye anaitwa Ishmael. Abraham alikuwa anamwamini Mungu kweli huku nyuma kuhusiana na swala la mtoto. Alikuwa na mashaka, alikuwa muamini. Sawa? Alimwamini kweli na akaokoka, lakini kuproceed on, doubt ikafanya nini? Doubt ikaingia katika moyo wa Abraham. Yes. Nature ya mwanadamu, asili yako na asili yangu. Alafu anazama. So ni hivyo na Abraham. Shetani hajaokoka, aliokoka kweli, akahesabiwa haki kweli kwa sababu aliamini kwa mara ya kwanza, akahesabiwa haki. So anafaa endelee hivyo mpaka mwisho. Lakini umri pia unasonga, anarudi tena katika kujiangalia, alafu mke wake akona sauti nyingine inaongea hapa. Anaisikia. Anasema basi. Nini inafanyika? Mungu anawatokea tena. Katika 17 wakiwa miaka 99, Genesis 17 1. Mwanzo 17 mstari wake wa kwanza. Abrahamu alipokuwa na miaka 99, Bwana akamtokea akamwambia, mimi ndimi Mungu Mwenyezi, enenda mbele zangu na uishi kwa unyofu. Abrahamu akiwa na 99, Sara yuko ngapi? 89, si ndio? So Sara sasa yuko 89. Kwa nini sasa Sara amezeeka? Maya yake sasa ndo hayasemezeki kabisa, amekufa kabisa. Sawa. So nguvu za Abraham zimeisha kabisa. Abraham yuko 99, sasa hata hiyo story
imekuwa kama ndoto ya zamani ambao haikuwahi kuja kutimizwa. Lakini Mungu si mwanadamu. Mungu anafanya kazi kwa ulimwengu ambao hauna umri. Mungu anafanya kazi kwa ulimwengu ambao hauna muda. So kwa Mungu inakuwa tu sawa. Hata ingie miaka 900 haimsumbui Mungu. Kwa sababu gani? Angalia Genesis, rudi nyuma kidogo. Genesis chapter 5. Genesis chapter 5. Waweza soma 20. Genesis chapter 5:28. Kitabu cha Mwanzo 5 mstari wake wa 28. Lameki alipokuwa ameishi miaka 182 alimzaa mwana. Miaka 182 alimzaa mwana. Amepita ya Abraham. Waweza soma 32. Kitabu cha Mwanzo 5 mstari wa 32. Baada ya Noa kuishi miaka 500 aliwazaa Shemu, Hamu na Yafethi. Miaka mingapi Noa anazaa? 500. Noa anazaa kwa miaka 500. So Abrahamu pia alikuwa aregeshe maindi yake kwa hawa mababa, akina Lamik, akina Noa. Noa anakuwa 500 na anazaa watoto. Unaweza kusoma verse 10, Genesis chapter 5 verse 10. Kitabu cha Mwanzo 5 mstari wa 10. Baada ya kumzaa Kenani, Enoshi aliishi miaka 815, naye alikuwa na watoto wengine wa kiume na wa kike. Hii inasema and Enosh lived after he begat Cain 815 years. 815 years and begat na maanisha akaendelea kuzaa, and begat sons and daughters. So akiwa 815 years Enosh alizaa, na baadhi ya wengine tu upata muda ukisoma utaona 18. 18 Mwanzo 5:18. Yaredi alipokuwa ameishi miaka 162 akamzaa Enoki. So waliishi miaka mingi na walikuwa wanazaa miaka 800 anazaa. Waweza soma 26. Mwanzo 5 mstari wa 26. Baada ya kumzaa Lameki, Metusela aliishi miaka 782 akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. Miaka 700 na bado anazaa, miaka 815 na bado alikuwa anazaa. So hili si jambo gumu kwa Mungu. So Abraham amegonga miaka 100. Miaka 99. Tukirudi Genesis, Abraham amegonga miaka 99, lakini anafaa a reverse. Licha kwa Mungu alisema kwamba miaka mwanadamu imepunguzwa, lakini Abraham anafaa juu ili Mungu ashawahi kulitenda. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha mimi na wewe inafaa tuwe tuna reverse mioyo yetu. Wewe unafaa, mimi nafaa niwe na reverse mioyo yetu kwa neno la Mungu. Zile ushuhuda ambazo Mungu ametendea watu. Na pia waweza kwa hiyo uamini vile vile. Mfano ni kama hauna mtoto. Yafaa urudi tu kwa neno la Mungu. Ushuhuda ziko hapo, ushuhuda za Hana akapata mtoto. Ziko hapo. Rebeka alikuwa haizi pata mtoto, akapata mtoto. Mungu alikuwa amefunga na akapata mtoto, na wako wengi. Manase. Ezekiah alikuwa ana mtoto, akawa anaambiwa atakufa. Ile miaka 15 akapata mtoto. So ni hivyo ni kurudi katika wale ambao Mungu amewatendea. Ni kurudi katika shuhuda za watu. So hiyo pia ilikuwa shida kwa Abraham, alikuwa regee katika baba zake. Mungu aliwatendea nini? Na ndio shida iko leo. Mungu anagawanya bahari Shamu. Mimi na tuko na shida iko mbele yetu imesimama. Hatumkumbuki Mungu aliyegawanya
Bahari ya Shamu Mungu anataka turegee kwake. Aligawanya bahari ya Shamu, basi hata hii shida ataigawanya. So Abraham akiwa 99 Genesis 17 Mungu alimtokea pia Abraham na Mungu hakubadilisha neno lake. Mungu alimwambia vile vile. Mstari wa 6 Mungu anamwambia nini Abraham? Mwanzo 17:6. Mwanzo 17 mstari wake wa 6, nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, kwako yatatoka mataifa, nao wafalme watatoka kwako. Mungu ajali kuhusiana na umri wa Abraham. Anaambia bado vile vile mataifa yatatoka kwako. Lakini Abraham anafanya nini? Tukisoma 17 Genesis. Mwanzo 17 mstari wa 17. Unaweza kuanza 15 tuona Mungu anabadilisha jina la nani? La Abraham. Alafu pia Mungu anabadilisha pia jina la Sara. Ukisonga nyuma samahani hapo 17 ukiendelea kusoma utaona Mungu anabadilisha jina la Abraham. Anaambia alafu pia 17:15 Mungu anabadilisha pia jina la Sara. Na hata hawana watoto. Sara hana mayai. Lakini Mungu anamwambia badilisha jina la huyo mke wako. Ni rahisi kumwambia Mungu, Mungu umeniambia mambo mengi, umeniambia viwanja, umeniambia majina, umeniambia huku, kwa nini unipi huyo mtoto? Nipatie ndio nimbadilishe. Usimuulize Mungu maswali. Sana sana tuko na maswali mingi sana kwa Mungu. Tusimuulize Mungu maswali. Tuwe watu wa kuwapokea na kuamini. Mungu ananiambia atanipatia kiwanja. Watoto wangu watapata kiwanja. Watoto siwaoni. Ananiambia nibadilishe majina yangu. Huyo mtoto simuoni. Mpaka saa hii niko na miaka 100, mke wangu yuko na miaka 90. Huyo Mungu nimechoka naye. Ni rahisi kufanya hivyo. Hautasema kwa mdomo, lakini utasema kwa vitendo. Utasema kwa vitendo. Kuomba itakuwa uombi. Ile huduma Mungu ameka ndani yako itakuwa unaifanya kwa baridi sana. Hiyo tayari unasema. 15 Mungu anasema jina la Sara libadilishwe. Mwanzo 17 mstari wake wa 15. Pia Bwana akamwambia Abrahamu, kwa upande wa Sarai mkeo, utamuita tena Sarai, bali jina lake litakuwa Sara. Akiwa kuna mayai? Hana mayai. Hivyo ndo Mungu anafanya. Mungu anamuita Sara mama wa mataifa akiwa 90. Wewe una venye akili ya Mungu inafanya kazi. Mungu anamuita Abraham baba wa mataifa akiwa 90, akiwa amekufa kabisa sasa. Wewe una venye Mungu anafanya kazi. Mungu anataka umtumainie bila kuangalia hali. Umtumainie tu hivyo na neno lake venye amesema. Yako tu iwe amina Mungu. Amina yangu iwe tu amina Mungu. Naamini utatenda hivyo. Tosha. Iwe tu ni kushukuru Mungu na kuachia hapa. Mungu anavunja moyo wa Abraham, anamtoa katika ulimwengu wa mwili, anamweka ulimwengu wa roho. 25 years. Abraham ana miaka 100 sasa. Na Sara badilisho jina. Mungu anasema sitaitwa tasa. Si eti nina mtoto ndio nisitwe tasa. Hata kama una mtoto uko katika hali ya utasa, usijiite tasa. Hivyo ndio Mungu anamaanisha. Sema mtoto inamaanisha mambo mengi. Inaweza kuwa mume. Mimi sina mume. Usiongee hivyo. Mimi nina mume wa imani. Natarajia kwa Mungu. Inafaa uongee hivyo. Ukutana na Sara sasa, Mungu ashabadilisha jina la Sara. Sara anaitwa Sara, yani mama wa mataifa. Mataifa mengi. Nionyeshe mtoto wako, nionyeshe mayai. Hana. Nani atampatia? Mungu atampatia. Mungu anaumba vitu vinavyoonekana kwa matiri ambayo haionekani. Hiyo ndio nature yake. Na wale wanadamu ambao wanapata neema hii huwa wanapumzika. Wanapumzika. Mungu akujalie, Mungu anijalie. Mstari wa 17. Kitabu ni cha Mwanzo 17
mstari wake wa 17. Abrahamu akaanguka kifudifudi, akacheka na kusema moyoni mwake, je, mtu wa miaka 100 aweza kuzaa mwana? Je, Sara atamzaa mtoto katika umri wa miaka 90? Hayo ni maswali Abrahamu anajiuliza. Abrahamu akamwambia Mungu, laiti Ismaili naye angeshiriki baraka yako. Abrahamu anachukua another option, Ishmaili. Mungu alimwambia huyu Mdameski hata kurithi, nitaweka mtoto kwa viuno vyako. Abrahamu akasema ndiyo Bwana. Abrahamu anashawishiana Sara, analeta Ishmaili. Abrahamu ana shift, anatubu kutoka kwa Eliezeri Mdameski, anakuja kwa Ishmaili. Anatoka kwa huyu Eliezeri Mdameski, anaondoa matumaini yake pale, akisema Mungu atanipatia. Alafu anaona Ishmaili. Alafu sasa anasema Ishmaili sasa. Waona sasa ni kosa alirekebishwa huku, anatafuta mahali kwingine pia kwa kufanya nini? Kwa kuangukia. Ina maana moyo wake, imani yake haikuwa steadfast kwa Mungu. Ilikuwa ina waver, inatingika. Angeza mtoto mwingine kando na Ishmail, sawa, katika hicho kipindi Mungu akimwambia si Ishmail, angesema okay sawa. Azai mwingine Mungu angesema huyu. Abraham angesema huyu. Bado ingekuwa ni kama merry go round inazunguka, lakini ni moyo wake, posture ya moyo wake haiko steadfast. Haijasimama thabiti. Ndio maana anatoka kwa Mdameski anaingia kwa Ishmail. Unaweza angalia Sara pia akacheka, licha kuwa Abraham amekutana na mmoja uzao wake. Abraham amekutana na Melkizedek. Ambaye ni Kristo Yesu, na bado Sara alielezwa na Abraham kuhusiana na Melkizedek, na bado Sara alicheka pia. Kiangalia, natumai ukiangalia 15 Mungu anamtembelea 18 Mungu anamtembelea Abraham tena 18:1 Mungu anamtembelea Abraham. Alafu 18:10 Genesis 18:10 Mungu anamwambia Abraham. Kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa kwanza, Bwana akamtokea Abrahamu karibu na mialoni ya Mamre, wakati alipokuwa ameketi kwenye ingilio la hema lake wakati wa dhuhuri. Mwanzo 18 mstari wake wa 10. Kisha Bwana akasema, hakika nitakurudia tena majira kama haya mwakani, na Sara mkeo atakuwa ana mwana. Sara alikuwa akiwasikiliza kwenye ingilio la hema lililokuwa nyuma yake. Abrahamu na Sara walikuwa wazee tena waliosogea miaka, naye Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Hivyo Sara akacheka kimoyomoyo alipokuwa akiwaza, baada ya mimi kuwa mkongwe hivi na bwana wangu amezeeka, je, nitaweza kufurahia jambo hili? Sara anacheka, Abraham anacheka, ni jambo la kuchekesha, lakini Mungu anamwambia nini? Mungu amemwambia masaa kama haya litarudi na Sara utakuwa uko na mtoto. 14 Mungu anamwambia tena, na rejelea tena hilo. 18:14 Mwanzo 18 mstari wa 14. Je, kuna jambo lolote gumu lisilowezekana kwa Bwana? Mungu anamwambia kuna kipi kigumu ambacho yeye hawezi kufanya? Nitakurudia mwakani. Anarejelea tena hiyo sentence yake ambayo amemwambia Abraham, anamrejelea kwa Sara, anamwambia nitakurudia mwakani wewe Sara. Nitakurudia mwakani majira kama haya. Naye Sara atakuwa na mwana. Amerejelea mara mbili. Kuna kitu ambacho inafaa uelewe, Mungu ni Bwana wa time. Unakumbuka Mungu akicreate time? Katika Genesis, Mungu alipoumba Genesis ukianza 1:15-16 ukishuka, Mungu alipoumba jua, aliumba pia mwezi na akaumba pia nyota ili ziweze kugovern season, nyakati na time.
Sawa sawa. Jua ina govern time. Likitoka likishuka time inaenda. Sawa sawa. So Mungu akimwambia Abrahamu huyu Sara atakuwa na mtoto kwa time kama hizi. Unajua time inafanya nini? Time inatii. Season inatii kwa sababu Mungu akisema time kama hii, majira kama haya, time lazima iobei. Majira lazima iobei kwa sababu isipo obey kuna consequences itafanywa. Umeelewa? Mungu ni Bwana wa time. Mungu ndo aliumba time. Sawa, Mungu aliumba time na akaumba season. Unakumbuka wakati wa Hezekia? Hezekia akamwambia Prophet Isaiah akamwambia Isaiah, unataka saini gani? Jua lirudi back 10 times. I think ni how many times? Lirudi back ama lirudi front? Akasema front ni rahisi, wacha lirudi wapi? Back. Hii ni season. Jua likirudi nyuma 10 times, hii ni season. Hii ni time inakuwa affected. Unaelewa? Na ikawa hivyo na ikafanyika. Hiyo ikawa sign. Joshua akiwa anapigana na maadui zake, alimuomba Mungu jua lisimame na Mungu akasimamisha jua. Inamaanisha time ilikuwa isongei wakati huo. Waelewa? Sasa Mungu akisema huyu Sara atapokea mtoto kwa time hii niliyokuja hapa na season hii na mwaka huu, mwaka na time zinaanza ku coordinate, zinatii, zinaona Mungu ashasema hivi, basi lazima iwe hivi, zinaanza kufanya hiyo kazi. Zinahakikisha kwamba time hiyo na siku hiyo Mungu alisema itakuwa hivyo. Time ina obey, time ina tremble, season ina tremble. Wewe una Mungu venye ni mkuu. Na hapa mimi namwangalia vipi? Mimi nampima vipi? Ona mpima vipi? Abraham nampima vipi? Hii miaka yote Mungu alikuwa anapiga moyo wa Abraham. So Sara anacheka, Mungu apendezwi na hilo. Unaweza soma 19:1 samahani 21 Genesis 21:1. Mwanzo 21 mstari wa kwanza. Wakati huu Bwana akamrehemu Sara kama alivyokuwa amesema, naye Bwana akamtendea Sara kile alichokuwa ameahidi. Mungu alimtendea Sara kile alichokuwa ameahidi. Mungu hakufeli. Hii struggle yote walikuja kuelewa kumbe wao ndio walikuwa na shida. Mungu hakuwa na shida. Mungu hakufeli. Time pia haikufeli, season haikufeli. Mungu alitenda. Abraham akiwa amekufa miaka 100, Sara akiwa 90. Hawa wamekufa. Romans 4:19 ina declare Abraham akiwa amekufa na tumbo ya Sara pia ikiwa imekufa. Mungu hawak na periods za Sara. Mungu hawak na mayai ya Sara ili alete hii great nation. Haitegemei nguvu ya Sara, haitegemei nguvu ya Abraham. Hivyo ndio wokovu. Wokovu inategemea nguvu ya Mungu 100% kwa kila alichokifanya kwa Yesu Kristo. Wewe ni kuamini na kupokea na kuisimamisha matakatifu. 100% nguvu ya Mungu. Unaweza soma verse 5. Kitabu cha Mwanzo 21 mstari wake ni 5. Abrahamu alikuwa na miaka 100 wakati Isaka mwanae alipozaliwa. Abrahamu alikuwa na miaka 100. Na maanisha Sara alikuwa na miaka ngapi? 90. Ile jina Isaka Mungu alilipeana hata kabla Isaka azaliwe. Genesis chapter 17. Ukiangalia 22. Samani. Ukiangalia 21. Yaani Mungu alikuwa anafanya kila kitu hata kabla Isaka azaliwe. Mungu alipeana jina Isaka. Naweza soma Mwanzo 17 mstari wa 21. Lakini agano langu nitalithibitisha kwa Isaki. Paka jina nasema Isaki. Wakiwa hata hawajamuona. Ambaye Sara atakuzalia mwaka ujao majira kama haya.
Wapendwa, Mungu aliposema hivi 17, tumesoma 18:10, 18:11, 12, Sara anacheka. Yaani Mungu ashapeana paka jina la mtoto. Lakini bado Sara alifanya nini? Alicheka. Lakini mwisho wa siku verse 5, chapter 21 verse 5, Abraham anakuwa miaka 100 na anamzaa mtoto, na huyo mtoto anamuita Isaka, lile jina. So Mungu hawezi kufeli. Mungu hawezi kufeli. Hiyo yote ni njia ya wokovu. Hiyo yote ni hata njia baada ya wokovu. Imani ni kuwa na uhakika baada ya mambo ambayo hafanyi nini? Hayaonekani. Mungu anasema wenye haki wataishi kwa imani. Mtajifunzaje imani? Kwa kusikia mali Abraham alifeli. Mali Mungu alisimama kama Mungu na akafanya kazi yake na ukuu wake ukaonekana, na anataka umwamini kwa ukuu wake. Hiyo ndio imani. Imani ni kutoka kwa time yako, ulimwengu wa mwili, na kuweka imani kwa Mungu. Hiyo ndio maisha mtakatifu siku zake zote. Tukimaliza na Ibrania 11 mstari wake ni 3. Mungu anaumba vitu ambavyo vinaonekana kwa matendo ambayo ifanye nini? Haionekani. Mfano mzuri, una mume, hauna mke, hauna pesa, wahitaji kitu kufanya, inafaa ujue hivi vitu vyote havionekani. Na Mungu ile material ataitumia kuumba, ataitumia material ambayo ionekana. Inamaanisha nini? Inamaanisha Mungu mwenyewe anajua venye atalifanya hilo. Sasa wewe na mimi upumzike kwamba hii ambayo nahitaji Mungu tayari ataiumba. Si kwa sababu ya mimi nimeona mfano hii hali imekuwa hivi, nimeona pesa kidogo hapa, mfano wajenga nyumba, umeona mawe, umeona kokoto, umeona mabati, umeona ndio unasema sasa naamini Mungu amenibariki nijenge nini? Nijenge nyumba. Mungu anasema usifanye hivi. Mungu anasema wakati hakuna mabati, hakuna kokoto, hakuna nini, tembea. Useme naona nyumba hapa, chora chini, naweka mabati, naweka hivi, naweka hivi, naweka hivi, kwa sababu Mungu anatumia material ambayo haionekani kujenga hiyo nyumba ambayo itakuja kuonekana. Chochote kile. Imani. Hamna mahali mnafanya ibada, usiangalie juhudi. Okay, si vibaya juhudi ya kuchanga, lakini usitegemee juhudi ya kuchanga. Manake wewe ama mimi najaribu kutafuta vile, najaribu kujenga kile ambacho kinaonekana kwa kile kinaonekana. Hapa kutakuwa na kazi sana, kutakuwa na kazi, utachoka. Abraham alichoka miaka 25. Abraham alichoka, Sara alichoka. Kwa nini? Wanajaribu kutengeza kile ambacho kinaonekana kwa material ambayo inaonekana, na hiyo si system ya Mungu. System ya Mungu tangu mwanzo wa Genesis ni kile ambacho kinaonekana, anaumba na material ambayo haionekani. Material yake ni neno. Maita ni neno. Wataka kujenga nyumba, hauna chochote kile, material ni neno ambayo haionekani, italeta ile jengo linaloonekana. Kwa kila kitu, hiyo ndio material. So Genesis samani. Hebrews 11 verse 3, tutamaliza na hiyo. Waibrania 11 mstari wake wa 3. Kwa imani tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa imani tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno. Neno ndio material. Kwa neno la Mungu. Vitu vyote vinavyoonekana vikuumbwa kutoka kwa vitu vinavyoonekana. Havikuumbwa kwa vitu vinavyoonekana. Ulimwengu uliumbwa kwa neno. Neno haionekani. Lakini leo tunaona maji, bahari imegawanyika, mwezi, jua, tunaviona, lakini viliumbwa kwa neno, neno ambalo halionekani. Hiyo ndio system ya Mungu. Na mtakatifu aliyeokoka anafaa aishi katika hiyo system. Atapata tu pumziko. Atapata pumziko. Bwana Yesu asifiwe. Natumai
umeelewa zaidi, nimeelewa zaidi kulingana na lile somo la kwanza. Kuna mambo ambayo hayakutajwa pale, Mungu ameruhusu yatajwe. Naamini kuna Mungu amekufundisha maisha ya imani, kwa maana mwenye haki ataishi kwa imani. Imani ni kuishi tukiamini ile kazi Mungu alifanya kupitia Yesu Kristo, ambao hatuoni wokovu, lakini tunaamini Yesu alituokoa. Na chochote kile ambacho unahitaji katika maisha yako, kumbuka material itakayotengeza ni haionekani, ambayo ni neno. Neno ndio italeta ile material ambayo unaiona. Neno italeta hiyo structure. Neno italeta huyo mume. Neno italeta huyo mke. Neno italeta hiyo nyumba. Neno italeta hiyo kanisa. Neno. Licha ya kuwa kuna mipangilio wanadamu watakuwa wanaweka, lakini chunga isiwe I will, iwe ni wewe unafanya. Turudi kwa material ambayo ni neno. Italeta hizo zingine zote. Na itakuwa hakuna kungangana. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, asante kwa neno lako. Asante kwa himizo. Naamini Mungu umezungumza nasi, maana imani huja kwa kusikia. Katika somo la kwanza lile la 7, na Mungu umeeleza sehemu ambazo Bwana imekuwa ni mzigo wako bado, ili sisi tuzidi kujengeka na tuzidi kupokea kile ulichokuwa ukinena, maana imani huja kwa kusikia na kusikia na kusikia neno la Bwana. Mungu badilisha maisha yetu ya kiroho kupitia kile tulichokisikia Bwana. Tusaidie tuweze kutumainia matiro ambayo haionekani, ambayo ni neno lako Bwana, kuleta yote tunayohitaji ambayo yatakuwa yanaonekana Bwana. Mungu, kumbuka kanisa lako, kumbuka hata kesha ya leo. Kumbuka hata kufunga Bwana. Kumbuka kila kitu Bwana. Tufundishe Bwana, tufundishe Bwana. Naomba vitu vinavyoonekana kwa visivyoonekana. Saidia shirika hili la Africa Repent, Tanzania na pia Kenya Bwana, na sehemu zingine zote Bwana, ziweze kuweka imani katika neno lako. Nenda ukatusamee, ukatuoshe na ukatusafishe tena kwa neno lako katika sehemu zote zile ambazo Bwana hatujaenenda sawa na neno lako. Katika jina lake Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba tukiamini. Sema neema. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Baba yetu, Father who art in heaven, hallowed be the name. Thy kingdom come, thy will be done as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us of sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptations, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom, the power, and glory forever.